Bwana, ule msemo ambao unasema kwamba Simba linapofika swala la mechi za kimataifa huwa hana utani kabisa, basi limejidhihirisha leo huko nchini Eswatini katika mchezo wao wa mkondo wa pili, second preliminary round, ambako Simba wameanzia ugenini dhidi ya timu inaitwa Nsingizini FC kutoka pale Eswatini, na mpaka dakika 90 zinakamilika katika mchezo huo Simba wakaibuka na ushindi wa goli 3-0, magoli yakifungwa na Wilson Nangu kwa kichwa kizuri kabisa katika kipindi cha kwanza, lakini pia magoli mawili ya Kibu Dennis ambaye aliingia kipindi cha pili bwana akitokea bench akasababisha timu hii ya Nsingizini kukubali kichapo cha goli 3-0. Sasa Simba shamaliza kibarua cha kwanza pale nchini Eswatini, na mechi ya marudiano itakuwa Jumapili ijayo katika dimba la Benjamin Mkapa, kuja tu kama kutamatisha hivi. Yani tayari mguu mmoja washaingia katika hatua ya makundi, na wanaingia katika hatua hiyo ya makundi wakati watani wao wa jadi hawaelewi nini hatima yao katika dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo wao wa jana kukubali kichapo cha goli 1-0 na timu ya Silver Striker. Bwana, sasa Simba kama wakiingia katika hatua makundi, basi moja kwa moja itakuwa ni timu ambayo inaendeleza ule ubabe wake wa kufika katika hatua makundi mara nyingi zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa Simba je, chini ya kocha mpya Pantev wamerudisha kiwango chao? Kwa sababu inaonekana kwamba ugali moto mboga moto, yani wachezaji ambao walianza katika kipindi cha kwanza ni hatari, na walioingia kipindi cha pili ndio hatari kabisa. Kwa kipindi cha pili tulimwona mchezaji kama Morris Abraham akiwavuruga kinoma noma, na yeye ndo aliassist ile goli la 3 akitoa pasi nzuri kabisa katikati ya uwanja, akaenda kumkuta mchezaji anaitwa Kibu Denga na kusababisha timu hiyo kuibuka na ushindi goli 3-0 ugenini. Bwana, hayo ndio matokeo ambayo yamejili huko nchini Eswatini kama ulipitwa. Sasa taarifa zikufikie tu kwamba Simba tayari wametanguliza mguu mmoja katika hatua makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba aheshimiwe, Simba baba lao. Kumbuka kusubscribe kwa habari zote kali kubwa ambazo zinatufikia kutokea hapa.